tutazungumza mengi kweli kweli, tukiangazia yaliyopo ndani ya chama chake, lakini pia tukiangazia yale ya kitaifa, mitazamo yake, pia mitazamo ya chama kwenye masuala kadhaa ambayo yamekuwa yakiendelea. Lengo ni kuendelea kufahamu na kuwasikia wanasiasa mbalimbali wakiwa wanazungumza na sisi. Salum, karibu sana. Asanteni sana. Habari ya Chauma? Kwa kweli Chauma tunaendelea vizuri sana sana sana, na kwa kweli tuna kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiambiwa saizi kwa neno moja au mawili umuelezee mtu ambaye haijui Chauma kabisa, wanamwambia Chauma ni nini au ni chama cha aina gani? Chauma ni chama makini kinachokuwa kwa kasi sana, kinachochukua kila aina ya tahadhari na kujifunza katika yote ambayo harakati za upinzani na mageuzi nchi hii imezipitia, kuhakikisha kwamba kinajenga chama cha kizazi cha wakati huu chenye maono, fikra yanayoweza kutekelezeka katika mazingira na kizazi cha sasa, yatakayodumu kwa miaka mingi zaidi katika kuijenga Tanzania iliyo bora ambayo kila Mtanzania anaiota. Chauma ni ya muda mrefu, lakini Chauma ya kwenu sio ya muda mrefu sana. Ni kweli. Wakati nyie mnaingia mwaka jana. Ni kweli. Progress gani unaziona baada ya nyie kuingia Chauma? Ukuaji wetu umekuwa ni wa kasi sana. Watu wana jina la Chauma limekuwa limeshafika kila mahala. Hakuna mahala leo utakwenda utahitaji Chauma, watu wakuulize Chauma ni nini. Kwa Chauma limefika kila mahala. Hiyo ni moja kati ya progress kubwa sana ya kutengeneza visibility na kujulikana kwa brand ya taasisi. Lakini la pili ni mapokeo ya watu. Kwenye mijadala yote utakayokwenda sasa, watu watajadili miongoni mwa vyama vya siasa na Chauma itajadiliwa. Na la tatu ni kwa namna ambavyo tuna kiposition chama chetu katika masuala ya kitaifa. Kama ambavyo nimesema kwenye swala lako la msingi, tunakijenga chama kwa tahadhari kubwa sana na kwa umakini mkubwa sana, tukijifunza aliyopita, tukihakikisha kwamba tunajijenga katika misingi ambayo kizazi cha sasa na kizazi kijacho kitaiona Chauma inayojenga Tanzania yenye ndoto ya kila Mtanzania. Hongera, ulikuwa miongoni mwa wagombea urais kwenye uchaguzi uliopita, na kama mambo waga wanatumia kauli ya kama kura zingetosha ingekuwa na rais hapa. Alikuwa ni rais wa Masela, alikuwa ni rais, anatumia sentence gani? Rais wa Masela. Nchi ingekuwa na rais wa Masela kabisa. Umejifunza nini kwenye ule mchakato wa wewe sitaki kusema kujaribu kutafuta urais, wa kuwania urais, kuthubutu? Nimejifunza mambo mengi sana. Bahati nzuri au bahati mbaya, mambo kadhaa yalinipa faida kubwa sana kwenye ule mchakato. Ya kwanza, kuwa tayari kwenye active politics kwenye level ya seniority. Kwamba nilikuwa kiongozi mwandamizi kwa takriban miaka 10, na kabla ya hapo nimeshakuwa kwenye siasa, kwa maana kuzifuatilia, kuzisoma, kuziishi, kuzitekeleza. Sasa ile kuwa kiongozi mwandamizi kwa takriban miaka 10 ilinipa faida ya kwamba siasa ninaijua. Lakini la pili, kugombea nafasi mbalimbali. Nimeshagombea ubunge Zanzibar mwaka 2015, nimeshagombea ubunge Tanganyika jimbo la Kinondoni uchaguzi mdogo 2017, nimeshagombea bunge la Afrika ya Mashariki, nimeshagombea nafasi ya makamu wa rais mwaka 2020. Kwa vyote hivi ukiviangalia vilinipa uzoefu mkubwa, vilinipa nasema uwanja ule haukuwa mgumu sana, kwa kwamba ninajua kwamba kucheza hizi karata za siasa. Lakini la tatu ni kuijua nchi yangu. Hakuna mahala ambako nimekwenda nikawa mgeni, na hakuna mahala nimekwenda watu wakaanza kujiuliza huyu ni nani. Maeneo yote ya kampeni niliyopita, mijini na vijijini, tena mimi nilifanya kampeni vijijini ndani kabisa, kwa watu walikuwa wanajua huyu ni Salum Mwalimu. Alikuwa chama fulani, huyu alikuwa mtangazaji Channel 10. Kwa watu wanajua kwa sababu nimeshafika kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hayo yalinirahisishia kidogo, zilikuwa ni very good enabling factors kwangu mimi kwenye kumudu kinyang'anyiro kile. Lakini kwa kujifunza, unapogombea uraisi sasa watu wanakuangalia wewe. Tofauti na nilipogombea nafasi ya makamu wa rais. Kwa urais watu wanakuangalia wewe. Wanataka kuona strength zako wewe. Wanataka kuona misimamo yako wewe. Wanataka kusikia kutoka kwako wewe. Na wanataka wakuambie wewe mwenyewe kwa masikio yako. Kwa hiyo utajikuta unakutana na watu wengi, unapokea simu nyingi, unapokea miadi mingi, unakutana na watu wengi, watu wanataka kukusikiliza kwenye hili una msimamo gani, watu wanataka kukushauri, kwa ushauri unakuwa ni mwingi. Sasa mwisho wa siku ni wewe na jopo lako la wataalamu na wasaidizi wako
kwamba jamani, nimeshauriwa hivi, mnasemaje? Sasa huyu atasema hiki, huyu atasema hiki, huyu atasema hiki, lakini mwisho wa siku sasa inarudi ni wewe. Je, kama ni la kulizungumza jukwaani, ulizungumze au usilizungumze, na ulizungumzeje? Kwa hiyo lakini nimejifunza pia kwamba hata unapofanya, taasisi zote zinazohusika na masuala ya uchaguzi zinakutafuta wewe mwenyewe. Kuna vikao ambavyo unatakiwa ushiriki wewe mwenyewe. Kwa hiyo nimejifunza. Siwezi kusema kwamba nimetoka kapa. Salum Mwalimu wa kabla ya Oktoba 2025, pengine Salum Mwalimu, na namshukuru Mungu kwamba ninazidi kukua na ninazidi kuwa mwanasiasa wa kipekee kwenye nchi hii ambaye siasa za Zanzibar na siasa za Tanganyika anazimudu na anazishiriki. Uliridhika na idadi ya kura ulizopata? Kuridhika au kutokuridhika ni swala dogo sana. Kubwa zaidi kwangu mimi, tunasongaje mbele? Yani kama taifa tunabakia kuwa wamoja na kukabiliana na kasoro zilizojitokeza. Yani maana hata ukisema kwamba umeridhika, then what? Ni mimi? Hapana, ni watu. Sijaridhika, je, ni mimi? Ni watu. Kwa kikubwa zaidi ni kwamba baada ya pale tunayaona vipi makosa yaliyojitokeza kwa upande wetu sisi, kwa udhaifu kama chama na kama taasisi, na kwa vyombo vingine vinavyohusika na uchaguzi na hata vingine visivyohusika na uchaguzi ambavyo vimeshiriki uchaguzi. Kwamba sasa kwa pamoja kila mmoja anakuwa responsible kwa kiwango gani kuhakikisha kabisa huko tunakokwenda kunakuwa bora zaidi. Sawa bana, sisi tupo hapa na Salum Mwalimu, katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA, tukizungumza naye na mgombea urais. Nitamani kumuuliza Mheshimiwa Mwalimu, kuna kama mgombea kijana, kuna siku moja unajiona kuja kuwa rais wa nchi? Kabisa. Na ninamuomba Mungu kwa condition moja tu ambayo kwa wakati wote nimekuwa ikiniongoza kwenye maisha yangu. Lote lenye kheri na mimi Allah aliyekewe pesa lililo ndani ya nafsi yangu. Lakini kwa lile ambalo halina kheri na mimi hata liko ndani ya nafsi yangu ninalitamani, Mwenyezi Mungu niepushe nalo. Kwa kama uraisi kwenye nchi hii ni jambo lenye kheri kwa Mungu anavyoyaona maono yangu, anavyoiona roho yangu, anavyoiona moyo wangu, anavyoiona nafsi yangu, ninavyoweza kutoa mchango kwenye nchi yangu hii, basi anijalie kuwa rais wa nchi. Na nina hakika Watanzania watafurahi sana. CHAUMMA, mtu ambaye mnamtazama kama mpinzani, mshindani wenu ambaye mnapinga na yafikiri, mnapinga misimamo ya chama chake, mnatamani kushindana naye kwa hoja, ni chama gani? Chama cha Mapinduzi, CCM. Tutawapinga, tutawafuatilia na tutahakikisha tunafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu, tunawaondoa madarakani. Kwa mtazamo wa kisiasa, ukipita mitandaoni, CHAUMMA inatazamwa kama mshirika tu wa Chama cha Mapinduzi. Waswahili wanasema ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Sasa utapewa jina baya. Hatutopimwa kwa watu wanasemaje, tutapimwa kwa matendo yetu. Narudia tena, nimezunguka nchi hii, nimewaeleza Watanzania kwamba jamani, CCM ilipofika jamani, basi imetosha. Hivi kweli hamnioni kwamba Salum Mwalimu ninatosha mkaachana na Chama cha Mapinduzi? Na hapa narudia tena, tunahitaji kuunganisha nguvu zetu kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Haya mambo ya kwamba mnaonekana ni mbadala, hizi wanasema kuna msemo mmoja, haya mambo yanajitokeza kwenye maisha yetu, si ndio? Sisi sio wa kwanza. Wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinajengwa, na mimi nikiwa mdogo nikiona chama kile kinavyojengwa, kinavyokuwa, na mimi nikawa natoa mchango wangu. Chadema ilikuwa inaitwa CCMB. Ulikuwa ukienda kwenye vyama vingine wanaita Chadema CCMB. Kwa nini? Kwa sababu vilikuweko vyama vingine vikubwa wakati huo. Ilikuweko NCCR, ilikuweko CUF. Kwa kila mtu aliyokuwa anaiona Chadema inavyojengwa, wanaona kabisa kwamba ipo kwa ajili ya kuibomoa NCCR, ipo kwa ajili ya kuibomoa CUF. Chadema ikawa inaitwa CCMB. Chadema haikulose focus, ikaendelea kusimamia malengo yake, kwa sababu kila taasisi ina wajibu wa kusimamia malengo yake, sio malengo ya mwingine, malengo yake. Chadema ikawa kubwa. Chadema ilivyokuwa kikaibuka chama cha ACT kikapigwa mawe hayo kwamba ni CCMB, na waliokuwa wanaipiga sasa ni wale waliokuwa wamekaa juu, kwa sababu yule wa juu kila anayemwangalia wa chini anayekuja lazima mtafutie jina baya ili kujitengenezea himaya yake. ACT kaitwa CCMB. ACT hii hapo leo inafanya kazi. ACT hapo leo imeibana kwa CCM Zanzibar. ACT hapo leo tunaiona inavyofanya siasa zake. Kwa hiyo historia zile ilizopitia vyama vilivyotoka vikajipanga vikaweka dira na maono vikawa vikubwa,
vikapewa majina mabovu. Ndio historia ile ambayo tunaipitia Chauma, kwamba leo kila watu wakiangalia sema Salum Mwalimu msipomchafua leo, msipomvuruga leo, ana uwezo wa kukijenga chama cha siasa, kwa sababu tayari historia yangu inaonesha. Usipoachafua leo kina Kigaila ukawaondolea taswira iliyo njema kwa watu hawa, watu wana uwezo wa kukijenga chama hiki na kikawa kikubwa. Kwa hiyo watu wanavyotuona wanatujua, na wanaotusema hivyo ni watu wanaotujua, wanaojua uwezo wetu, wanaojua commitment zetu, wanaojua perseverance yetu tunapolisimamia jambo linaloitwa kujenga taasisi ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi. Chauma, mmeridhika na mapokezi ya wananchi kwenu, hususani kwenye wakati mnatambulishwa kujiunga na chama, watu walivyowapokea, mikutano mliofanya? Baadhi, kiongozi mmoja wa chama mlichotoka amenukuliwa mara kadhaa akisema mliondoka mkiamini kwamba mna ile femu ya chama, kumbe mmeacha femu, mmeenda nyewe wenyewe, wananchi wameshindwa kuwaelewa. Akatumia mfano wa punda kwamba kuna wakati punda alimbeba Yesu, akaona na shangilio, akajua ni yeye. Wakati anarudi akachapwa, akaonekana kumbe ulichokuwa umebeba ndio kilikuwa kinashangiliwa, sio wewe. Okay, hebu tuchukulie tu madiwani tulioshinda wamechaguliwa na malaika. Madiwani walioshinda na watu, si ndio? Mbunge wa Segerea amechaguliwa na malaika na majini. Kura tulizozipata maeneo mbalimbali ya wabunge wetu, zile kura hata kama hazijatosha kwa namna yoyote vile ambayo haijatosha, zile kura ni majini wale. Kura nilizozipata mimi bila kujali idadi yake, hata kama zingekuwa 3, ni mashetani wale, ni watu basi punda. Tuendelee mbele na jingine. Huyo ndio Salum Mwalimu bwana. Rais wa Masela angekuwa kura zingetosha, angekuwa. Tazungumza mengi baadaye, pia tutazungumza tukirejea baada ya news update hapa, tutakuja kuzungumza yanayoendelea. Kumbuka hivi karibuni pia niliona maoni yako kuhusiana na tume ya Jaji Chande mstaafu, na pia ulitia maneno yako, na chama chako ni miongoni mwa mmekuwa pia mkitoa maoni mbadala namna gani tunaweza tukasonga mbele. Lakini tukae hapa, Chauma inatazamaje yote haya? Yanazungumzwa kuanzia Oktoba 29 mpaka leo. Vijana wanatajwa sana. Mnatazamaje namna ya kuwaondoa vijana kwenye eneo ambalo wapo? Mitazamo ya vijana kwa sasa, nyie kama chama mnafikiri nini kuhusu vijana? Suala la vijana linapaswa kubebwa kwa tahadhari kubwa sana. Na mimi nilipokuwa wakati wa kampeni nilizungumza sana suala la vijana. Vijana ndio wakati wao sasa. Yani mimi ninaamini vijana ndio wakati wao sasa. Sasa walio na mamlaka lazima watambue wenye nafasi yao sasa, wenye wakati wao sasa, wenye zama zao sasa wanahitaji nini na wanahitaji kufanyiwa nini. Kwa hiyo sio jambo ambalo la kulichukua tu kimzaha au kulichukua kishabiki au kulichukua kisiasa tu. Ni jambo ambalo ni nyeti, linahitaji tahadhari kubwa, linahitaji umakini mkubwa katika kuhakikisha kabisa kwamba vijana hawa wakati wao wanaishi wenyewe vizuri, kama ambavyo wakati waliopita walipokuwa vijana na wao waliishi vizuri, au hata kama hawakuishi vizuri, lakini kwa kuwa wao sasa ndio wenye mamlaka, wasiwafanye vijana wa sasa wakaishi vibaya, kwa sababu na wao waliishi vibaya. Watumie uzoefu wa ubaya na magumu walioyapitia kurekebisha, kuyafanya maisha ya vijana wa sasa kuwa mepesi. Na inapokuja swala hilo, ndio maana tunaamini kabisa kwamba inahitajika initiatives mbalimbali za kuhakikisha kwamba zinazalishwa ajira katika nchi yetu za kutosha. Inakuwepo mifumo iliyo wazi na huru wezeshi ya kuwapatia vijana ajira, iwe ajira rasmi, iwe isiwe ajira rasmi, iwe za moja kwa moja au zisizokuwa za moja kwa moja. Tunaamini kuwepo kwa mifumo mbalimbali ya kuwezesha vijana kiuchumi ili kuweza kujitegemea na kuyamudu maisha. Sasa haya mambo yote haya ndio pale tunaposema Chauma kwamba walipoanza kuniita rais wa Masela, nifikiri ni pale baada ya kuona kabisa kwamba nime frontline vya kutosha agenda ya vijana, nimeipack vizuri sera ya maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii ya vijana kwenye nchi hii, na ambayo bado tuna imani nayo inastahili kufanywa kazi. Chauma inatamani vijana wafanye siasa za aina gani? Constructive politics.
constructive politics ambayo ukijiangalia unajiona na wewe mwenyewe una grow na nchi yako ina grow. Yes, ambayo Chauma mnaifanya, ambayo Chauma tunaifanya. Sawa. Miongoni mwa kitu ambacho pia kinazungumzwa kwenye vijana ni namna ambavyo imekuwa ikitumika mitandao ya kijamii. Ndio. Chauma pia mmekuwa mpo kwenye mitandao ya kijamii, wanachama wenu hapo. Mnadhani nini kinaweza kufanyika kutengeneza mazingira ya vijana kuitumia hii mitandao kwenye faida? Ni swali zuri sana. Kwenye faida. Sasa kwenye faida ni pale ambako mtakuwa mnajenga arguments, yani mabishano yanayojenga kufikia solutions itakayowasaidia wote humo ndani. Yani mijadala itakayotengeneza majawabu ya hicho mnachokijadili. Lakini mijadala ya kutukanana, mijadala ya kupashana vijembe, kupigana vijembe, alafu mwisho wa siku kila mmoja anabaki pale pale, jawabu halijapatikana, mbele hamsongi, kila mmoja anajimwamba fai tu kwa namna ambavyo alivyoandika posti nyingi, alivyotumia maneno makali, au alivyoonesha umahiri wa kupanga maneno. Halafu hamjamaliza, hamjapata jawabu lolote. Mimi ningetamani kuona mijadala yenye mwelekeo wa kuleta majawabu, yakakubalika majawabu, halafu yale majawabu tukayasimamia pamoja ili yalete tija ambao sasa wote ambao tunakuwa tunaitaka kwenye ule mjadala. Lakini hapo hutaondoa ambao ndio hivyo tu, Mungu amewaumba hivyo tu. Nyinyi mtakapokuwa mnajadili vizuri, yeye atakuja atavuruga. Ndio iko hivyo tu. Nyinyi mtakapojadili vizuri, yeye atakuja atavuruga. Lakini sasa wakitokea waina hao wakawafanya msitoke kwenye focus yenu, mijadala ile ikawa ni ya kutengeneza solutions, majawabu ya kile mnachokijadili. Mimi ninaamini tutafanikiwa na mijadala hii itakuwa ina faida kubwa ya kutengeneza fursa ya kuzalisha information ambazo ni muhimu, very productive kwa watu, ya kutoa very meaningful contributions kwenye maisha yetu mmoja mmoja na jamii na taifa letu kwa ujumla, na ya kuionyesha dunia na sura namna ambavyo nchi yetu ipo, na Watanzania kupata sura na namna ambavyo dunia ilivyo. Sawa, tutarejea hapa kuendelea kuzungumza na Salim Mwalimu. Nikuuliza kuhusiana na chama ambacho mna kiona ni mpinzani, mnatamani mnashindana nacho kwa hoja, kwa dakika sekunde kadhaa tu. Chama gani ambacho mnatamani kushirikiana nacho? Sisi vyama vyote. Vyama yoyote aliye tayari kushirikiana na sisi tuko tayari kushirikiana naye, iwapo tu hilo ila katika kuhakikisha kwamba tunaijenga Tanzania iliyo mpya, iliyo bora, yenye kubeba matumaini na ndoto za Watanzania wa sasa na vizazi vingi. Hamna masharti kwamba kwa nini tuweke sasa tunaikiana masharti tuna nini? Lazima awe ana mtazamo huu. Sasa ndio hicho tunachosema, mtazamo ndio huo. Yeyote ambaye tunaamini kabisa kwamba tuko katika kuijenga nchi hii, si ndio? Tanzania mpya yenye neema, yenye kubeba ndoto na maono ya kizazi cha sasa na vizazi vingi vijavyo, huyo sisi tuko tayari kushirikiana naye. Sawa, sisi tutarudi hapa baada ya news update. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026.